Niwakaribishe tena katika jioni hii ya leo. Leo tuna somo ambalo na lenyewe pia limekuwa na changamoto kubwa katika ulimwengu wa kidini. Watu wamechanganyikiwa kuhusiana na somo la leo. Watu wamechanganyikiwa, wasomi wamelewa kwa somo hili, wasio wasomi na wenyewe wamelewa. Ni somo ambalo jioni ya leo huenda likagusa sana moyo wako, likakugusa sana. Likikugusa basi fanya marekebisho. Bwana asifiwe. Fanya nini? Marekebisho. Somo la leo linasema, je, Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12? Je, Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12? Nimeona nilete somo hili leo kwa sababu huu ni mwezi wa 12, tarehe 25 imekaribia. Sasa hili watu wanapokwenda kusherehekea tarehe 25 mwezi wa 12 kwamba Yesu amezaliwa, washerehekee wakiwa wanaelewa kwamba hiyo tarehe ni sahihi ama sio sahihi. Leo watu wamechanganyikiwa. Wako ambao wanasema Yesu amezaliwa tarehe 25 mwezi wa ngapi? Wa 12. Halafu wako ambao wanasema Yesu amezaliwa tarehe 28 mwezi wa 2. Hana wanasherehekea. Na wapo wanasherehekea. Ni kanisa moja ambalo kuna rafiki yangu mmoja alinitembelea, kanisa la Siloam. Kaenda akaniambia, bwana, sisi tunasherehekea tarehe 28 mwezi wa 2 kwamba Yesu amezaliwa. Kaambia, aha, ndio tarehe ambayo mnasherehekea. Mmeitoa wapi? Tumepiga hesabu. Toka Mariamu apewe mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, kwa ana hesabu miezi 6 mpaka wa 12. Mwezi wa 2 miezi 8, unapoisha unaenda wa 9. Kwa hiyo tarehe 28 asa ndipo Yesu alipozaliwa. Lakini wako wengine ambao hawasherehekei kabisa na wanasema kwamba kwenye Biblia hizo tarehe hazipo. Sasa leo tunataka kuelewa, tunataka kujua kati ya hawa watatu, wa tarehe 25 mwezi wa 12, wa tarehe 28 mwezi wa 2, na hawa ambao hawasherehekei kabisa, wa kweli wanaofuata neno la Mungu ni akina nani? Hao ndio tunataka kuangalia. Na ukigundua kwamba hauko kwenye hilo kundi sahihi cha kufanya, geuka, achana na kundi hilo lokuwepo, nenda kwenye kundi sahihi kama Biblia inavyotaka. Sasa ukweli uko wapi? Kitabu cha Isaya sura ya 42 na ile fungu la 9. Isaya sura 42 fungu lake la 9. Biblia inasemaje? Anasema, ndio, tazama mambo ya kwanza yamekuwa. Tazama mambo ya kwanza yamekuwa, nami na yahubiri mambo mapya. Nami na yahubiri mambo mapya. Kabla hayajatokea, na wapasheni habari zake. Biblia inasema kwamba Mungu anapotaka kufanya jambo lolote lile lazima atoe nini? Matangazo. Hata ukichunguza ukiona Sodoma na Gomora ilipoangamizwa, kabla ya kuangamiza alitoa matangazo. Kipindi cha Nuhu kabla haijaja gharika, Bwana alitoa nini? Matangazo. Hata kabla Yesu hajarudi, Bwana ametoa matangazo ya kwamba Yesu atafanyaje?
atarudi. Kwa hiyo tuna Mungu ambaye kabla ya kufanya chochote lazima atoe matangazo kwa wanadamu waelewe. Lazima atoe matangazo. Sasa tangazo la kuzaliwa kwa Yesu likatangazwa. Kitabu cha Mika sura ya 5. Mika sura ya 5 na ile fungu la 2. Anasemaje? Bali wewe Bethlehem, Efrata uliye mdogo, kwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa Biblia inasema kwamba Mungu akatoa tangazo ya kwamba Yesu atazaliwa, mfalme atazaliwa. Hata sehemu ambayo atazaliwa, Mungu akasema atazaliwa wapi? Bethlehem. Kwa Mungu kabla ya kufanya chochote lazima atoe matangazo, na tangazo linatolewa kwamba atazaliwa mtoto, na sehemu atakayozaliwa na yenyewe Bwana akasema ni Bethlehem. Lazatende. Baada ya matangazo kutolewa, habari njema ikaja kwa Maria. Luka sura ya 1 fungu la 26, msomaji. Luka sura ya 1 fungu la 26 mpaka 31. Inasema, ndio, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, sawa, wa mbari ya Daudi. Ndio. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Aliitwa Mariamu. Akaingia nyumbani kwake. Akasema, Salamu. Uliyepewa neema. Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana. Kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni. Salamu hii ni ya namna gani? Sawa. Malaika kamwambiaje? Usiogope Mariamu. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Na jina lake utamwita Yesu. 32. Ndio, 32. Huyo atakuwa mkuu. Ataitwa mwana wa aliye juu. Sasa simama. Biblia inasema kwamba malaika Gabrieli akatumwa mwezi wa 6, akaenda mpaka kwa Mariamu. Alipofika kwa Mariamu akamwambia kwamba tazama, utapata mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, nao utazaa mtoto ambaye matokeo yake yalizungumzwa toka zamani. Fungu tulilosoma la Mika, matokeo ya kuzaliwa kwa huyo mtoto yalishasemwa, ama tangazo lilishatangazwa toka zamani. Biblia inasema ilikuwa mwezi wa 6 ndipo Mariamu akapata mimba. Na ili ujue kwamba Mariamu alipata mimba mwezi wa 6, lazima pia usome kitabu cha Luka sura ya 1 fungu la 36. Tena tazama jamaa yako Elisabeti
Nani? Elizabeti. Naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume. Katika uzee wake. Na mwezi huu wa sita. Na mwezi huu ni wa sita. Na mwezi huu kwa yule Elizabeti ni mwezi wa sita tokea achukue mimba. Kwake yeye aliyeitwa tasa. Sasa sikiliza. Mimba inayozungumzwa hapa ni mimba ya Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji akiwa kwenye tumbo la Elizabeth. Wakati huo Mariamu naye anapata mimba. Kwa Yesu na Mariamu, Yesu na Yohana Mbatizaji wamepishana miezi mingapi? 6. Sasa malaika Gabrieli, Biblia inasema alimwendea mwezi wa 6, utachukua mimba. Na tangazo linapokuja kwa Mariamu pale huwa alikawii. Maana Mungu anasema akawii, akisha sema inakuwa. Bwana asifiwe sana. Kwa akapata yule mama akapata mimba. Sasa swali niwaulize akina mama ambao wanazaa watoto, akizaliwa mtoto ana miezi 6, anaitwa nini? Njiti. Mtoto ambaye amezaliwa pasipo kutimiza miezi mingapi? 9 ya kuzaliwa. Sasa niwaulize, hesabu mwezi wa 6 mpaka wewe ambao unasherehekea tarehe 25 mwezi wa 12. Je, swali imetimia 9? Na kama haijatimia, basi unatutangazia kwamba Yesu alizaliwa njiti. Ndio unatangaza kwamba Yesu alizaliwa njiti. Leo nikwambie, Yesu hakuzaliwa njiti, alizaliwa miezi 9 ikiwa imetimia. Bwana asifiwe sana. Sasa anza kujiuliza maswali, wewe ambaye unayesherehekea tarehe 25 mwezi wa 12, anza kujiuliza maswali kwamba ninaposherehekea tarehe 25 mwezi wa 12 ninamdalilisha Yesu ya kwamba alizaliwa akiwa njiti, hakutimia. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kisoma kitabu cha Luka sura ya 2 fungu la 1 mpaka fungu la 7, Biblia inaonyesha kwamba Yesu alizaliwa wakati watu wanahesabiwa, wakati wa sensa. Ndio wakati limetolewa tangazo la kuhesabiwa watu, ndipo Yesu anazaliwa. Sasa kama Yesu alizaliwa wakati tangazo la kuhesabu watu limetolewa, ninaomba jioni ya leo, wewe ambao uko nyumbani na wewe ambao uko hapa, niombe twende pamoja tuwaulize watu ambao waliokuwepo wakati Yesu anazaliwa, watuambie hivi ni kweli tarehe halisi ya kuzaliwa kwa Yesu ni tarehe 25 mwezi wa 12? Tuwatafute mashahidi. Kitabu cha Luka sura ya 2 fungu la 8 mpaka fungu la 11. Anasema na katika nchi ile ile walikuwapo wachungaji wakikaa makondeni, sawa, na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Ndio malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Utukufu
utukufu wa Bwana ukawang'aria. Utukufu wa Bwana ukawang'aria Pande zote. Wakaingiwa na hofu. Kuu. Malaika akawaambia, msiogope. Kwa kuwa mimi ninawaletea. Hao ni malaika waambia wachungaji, mimi tumewaletea habari njema. Ndio. Ya furaha kuu. Itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi ndiye Kristo Bwana. Haleluya. Amina. Biblia inasema malaika wa Bwana wakaenda mpaka kwa wachungaji ambao walikuwa wanachunga wanyama wao kwa zamu, mifugo yao kwa zamu. Wakaenda wakawaambia kwamba katika mji wa Daudi amezaliwa mtoto ambaye ndiye Kristo. Sasa hawa wachungaji hawa walipopewa hii taarifa, hakuna sehemu yoyote kwenye Biblia ambayo waliandika tarehe. Hawa wachungaji hawa ambao waliokuwepo wenyewe hawakuandika tarehe. 2, malaika ambao walileta habari kwa hawa wachungaji nao hawakuandika tarehe. Ukisoma Biblia toka Mwanzo mpaka Ufunuo, hawa walioshuhudia mamajusi wa mashariki ambao waliona nyota, walipoiona nyota wakajua amezaliwa mfalme, wakaenda wakatoa zawadi, manemane na uvumba. Hawa nao pia walishuhudia kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Hawakuandika tarehe. Sasa wewe leo uko Tanzania, tena Kitasha, saa 6 usiku tarehe 24 unasherehekea na kucheza kwamba Yesu amezaliwa. Hata malaika wanawashangaa kwamba hiyo tarehe mmeitoa wapi, wakati sisi malaika tulipokwenda kwa Yesu, tulipokwenda kwa wale wachungaji, hatukuambia waandike tarehe, wao wenyewe hawakuandika tarehe. Sasa wewe uko leo hapa Tanzania, tena milima ya Kitasha, unasema Yesu kazaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Umetoa wapi? Toka Mwanzo mpaka Ufunuo hakuna tarehe. Haipo. Wewe umetoa wapi? Yesu alikaa hapa duniani miaka 33. Hakuna siku yoyote ambayo ukisoma Biblia inasema Yesu alisherehekea siku yake ya kuzaliwa. Haipo. Injili zote, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, hazijaandika siku ambayo Yesu alikaa hapa duniani na akasherehekea siku ya kuzaliwa. Haipo. Wanafunzi wa Yesu wenyewe, hata baada ya Yesu kufa akaenda mbinguni, wanafunzi wa Yesu hawakutoa tarehe kwamba Yesu wetu alikuwa anasherehekea. Kila ilipotimia siku ya kuzaliwa Yesu alisherehekea, hawakuandika tarehe. Sasa kama umepewa hiyo tarehe ya 25 mwezi wa 12, umeaminishwa uongo ambao hauko kwenye Biblia. Bwana asifiwe. Haupo, umeaminishwa na ulimwengu mzima. Umenyeshwa uongo huu, wasomi na wasio wasomi wamenyeshwa na wakaamini uongo. Hapa ndipo sasa tunasema wako watu ambao wanafuata bila kujua. Ni sawa na bendera fuata upepo. Kwamba nilizaliwa, baba alikuwa anasherehekea na mimi nisherehekee. Wewe ni bendera inafuata upepo.
Ni vizuri ukatulia, wewe ambaye ni bendera, ukatulia, ukasoma Biblia, ukaichunguza kwa kina, ili uone tarehe ipo. Usifuate mkumbo. Usifuate mkumbo. Baada ya Yesu kufufuka, akapaa, akaenda mbinguni. Biblia inasema akampa ufunuo Yohana, akafunuliwa na akapewa kitabu cha ufunuo. Hakuna sehemu ambayo Yesu amemwambia Yohana wa ufunuo, mimi nakupa kitabu hiki cha ufunuo, kila tarehe 25 mwezi wa 12 mkumbuke kuzaliwa kwangu. Haipo. Yesu anamtokea Paulo kule Dameski. Paulo anatokewa na Yesu mwenyewe. Vitabu vyote vya Paulo alivyoandika baada ya kukutana na Yesu, hakuna sehemu ambayo Paulo anaandika tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Haipo. Sasa wewe mwenzangu, haujawahi kukutana naye, halafu uko kwenye milima ya Kitasha, hapo nasema tunasherehekea Yesu kazaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Wenzako ambao walitokewa live na Yesu hawajawahi, na hawajaandika tarehe, hawajaandika. Hata ukisoma Biblia, kanisa la awali la mitume hawakuwa na sikukuu ya kusherehekea kuzaliwa kwa Kristo. Haipo. Sasa swali mchungaji, ilianza lini? Na ni nani aliyeianzisha? Fuatana nami vizuri. Wewe ambaye uko nyumbani, fuatana nami vizuri. Kabla ya Yesu kulikuwepo na sikukuu kule Babeli iliyosherehekewa kuzaliwa kwa mtoto ambaye alikuwa anaitwa Tamuzi. Mama yake Tamuzi aliitwa Semiramis. Hawa walikuwa Babeli. Huyu mama aliolewa na mpagani mwenzake ambaye aliitwa Nimrod. Sasa hapa kuna ambaye anaitwa Semiramis, kuna ambaye anaitwa Tamuzi, na kuna ambaye anaitwa Nimrod. Sasa mama huyu ambaye ni mke wa Nimrod, huyu mama Nimrod alikuwa mfalme. Huyu mama akiwa ikulu, maana mzee ndiye anayetawala. Mama huyu akiwa ikulu anaitwa Malkia, ni mheshimiwa, yuko ikulu. Mama huyu Semiramis, kwa bahati mbaya, na sio mbaya kama mchungaji na sio mbaya, alitaka mwenyewe. Huyu mama akaenda akapata mimba haramu nje ya ndoa, na wako ikulu. Haikuwa bahati, alitaka mwenyewe. Akaenda akapata mimba ya mtoto haramu. Alipopata mimba, Nimrod ambaye ndiye mfalme, ndiye anayetawala, yuko ikulu, akaona ataidhalilisha sana ikulu ya Babeli. Akaona ataidhalilisha, akaamua afanye mpango amtoe Semiramis. Akashindwa. Lakini mama akasema kwamba hili nisilete kituko, lazima nimuue Nimrod afe. Soma historia, inaonyesha wazi Nimrod akafa. Alipokufa Nimrod, mimba ikaendelea kukua. Hapa ni Babeli kwa wapagani. Mimba ikaendelea kufanyaje? Kukua. Mimba ilipoendelea
kukua, ndipo mama akatangaza ya kwamba hii mimba niliyoipata ni ya mzee mwenyewe Nimrod, ambaye sasa anawaaminisha kwamba Nimrod hakufa, alienda kwenye jua. Alipoenda kwenye jua, ile mionzi ya jua ilipiga tumbo langu, nikapata ujauzito. Huo ni uongo wa Semiramis. Anasema ile mionzi ndio ambayo ilisababisha mimi nikapata ujauzito. Sasa huyu mama usiku wa kuamkia tarehe 25 Babeli hiyo, akazaliwa mtoto ambaye anaitwa, walimpa jina la damu, yani damu. Waebrania wakamwita Tamuz. Kwa mtoto akazaliwa, na Babeli ikaandaa siku maalum ya kusherehekea kuzaliwa kwa mtoto ambaye anaitwa Tamuz. Na wakati huo, kwa sababu Malkia yupo ikulu, wakamtangaza pia Malkia Semiramis, akaitwa Malkia wa mbinguni. Malkia wa mbinguni. Hawa ni wa Babeli. Hebu msomaji, soma kitabu cha Yeremia sura ya 44 fungu la 16 mpaka fungu la 17. Anasema na neno lile, anasema neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana, sisi hatutakusikiliza, lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu, kumfukizia uvumba Malkia wa mbinguni, na kummiminia sadaka za kinywaji, kama tulivyotenda sisi. Sasa huyu mama huyu ambaye ni Malkia, huyu mama akaheshimiwa kwa sababu alimzaa mtoto ambaye anaitwa Tamuz. Nimrod ni mungu jua, Tamuz mungu mwana, Semiramis mungu mke. Sasa mama akaheshimiwa sana, akaheshimiwa. Na hizi zinatolewa Yesu hajazaliwa, miaka mingi nyuma. Yesu bado hajazaliwa, mingi hajazaliwa. Sherehe hizi zikachukuliwa, zikasherehekewa kwa wapagani wa Babeli. Kila tarehe 25 mwezi wa 12 wa Babeli walikuwa wanasherehekea kuzaliwa kwa mtoto ambaye anaitwa Tamuz. Mtoto ambaye anaitwa Tamuz. Kwa hiyo ikawa ni tarehe maalum, na hii inapatikana kwenye kitabu cha Yeremia. Yeremia sura 52. Hii inapatikana kitabu cha Yeremia sura 52 fungu la 51. Wababeli wakaandaa tarehe maalum ya kusherehekea kuzaliwa kwa Mungu mwana ambaye anaitwa Tamuz. Twende msomaji. Kitabu cha Yeremia sura 52 fungu la 51. Biblia inasema, Yeremia sura ya 52 naanzia fungu la 31. Hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakim mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake,
akamwinua kichwa chake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani, akasema naye maneno mazuri, akaweka kiti chake juu ya viti vya wafalme waliokuwa pamoja naye huko Babeli. Biblia inasema kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 hawa Babeli walichagua siku maalum, sherehe maalum, ambayo kila ikifika kwenye hiyo sherehe kiongozi alikuwa anatoa mfungwa gerezani. Na ilipofika tarehe 25 mwezi wa 12, hapa mfungwa anatolewa. Mfalme wa Yuda alikuwa amekamatwa akawekwa gerezani, na hapa sasa, kama kawaida ya Wababeli, kama kawaida ya hawa pagani, lazima kiongozi atoe mfungwa gerezani. Kwa hiyo akatolewa mfalme wa Yuda, akatoka gerezani. Hapa hii sherehe inasherehekewa, Yesu hajazaliwa bado. Hajazaliwa bado. Ni miaka mingi sana kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Hawa pagani wa Babeli walikuwa na hizi sikukuu za kipagani. Wewe unayenifuatilia, elewa kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 hawa pagani wa Babeli walikuwa na sikukuu kubwa sana. Sasa baada ya kuona historia hii, Tamuzi sasa akafa. Ili uone sherehe zote ambazo leo zinasherehekewa, kwa mfano Christmas, kwa mfano Pasaka. Sasa Tamuzi amekufa. Hawa Babeli walifanya nini? Kitabu cha Yeremia sura ya 8 fungu la 14 na fungu la 15. Hawa Babeli walifanya nini? Baada ya Tamuzi, mtoto aliyezaliwa kwa mimba haramu, Biblia inasemaje? Ezekiel 8:14. Ezekiel 8:14. Ezekiel 8:14. Baada ya Tamuzi kufa, nini walichokifanya? Soma. Anasema ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingia katika. Ndipo akanileta katika mlango wa kuingia wapi? Katika nyumba ya Bwana. Ulioelekea upande wa kaskazini. Sawa. Na tazama wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Wameketi wakimlilia Tamuzi. 15. Aha. Akaniambia, mwanadamu, umeyaona haya? Mwanadamu, umeyaona haya? Utaona tena machukizo. Utaona tena machukizo mengine makubwa kuliko haya. Sasa Tamuzi, ishatoka msomaji, Tamuzi alipokufa, Wababeli, Biblia inasema akina mama wakakaa wanamlilia Tamuzi. Tutakuja kuona somo mbele hapo la kanisa la Mungu, tutajifunza mengi. Sasa hawa wakaandaa siku maalum ya maombolezo ya kuzaliwa Tamuzi, ya kufa kwa Tamuzi, kufariki kwa Tamuzi. Kwa Tamuzi amekufa, sherehe maombolezo yanaendelea. Sasa hii sherehe hii, tuseme maombolezo, maombolezo haya yakachukuliwa leo, yakaingizwa kanisani miaka mingi yalikuwa yanafanywa kwa wapagani wa Babeli, ikachukuliwa ikaingizwa kanisani kama sikukuu ama siku ya Pasaka ya kuteswa na kufa kwa Yesu msalabani. Ikachukuliwa ikaingizwa wapi? Kanisani. Miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa,
Sasa Wakristo nao wakaichukua ikaingizwa kanisani, ikaheshimiwa kama siku ambayo Yesu anasulubiwa na kufa msalabani. Mama akaheshimiwa Semiramis, mtoto Tamuzi naye wakaandaa siku ya maombolezo. Na hii ilianzishwa na kanisa la Rumi. Kanisa Katoliki lilianzisha mwaka wa 200 baada ya kuzaliwa kwa Yesu, wakaanzisha mwaka wa 336 ndipo kanisa lilipoamua kupiga kura kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa mwana huyu, asiwe Tamuzi, ila awe mwana ambaye amezaliwa katika maandiko ya Biblia. Mwaka huo wa 336 ndio miaka hiyo ya 321 mpaka 36, na Sabato pia ilibadilishwa wakati huo na kanisa la Rumi. Kiongozi ambaye alikuwa anatawala ndiye aliyefanya mambo hayo. Kwa hiyo wakaichukua ile siku ya wapagani wa Babeli wakaiingiza kanisani, na ndiyo ambayo leo inayosherehekewa, tena tarehe zikabaki zile zile. Kwa siku ya kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25 ambayo inasherehekewa leo mwezi wa 12 ni tarehe ambazo zilikuwa zinasherehekewa kuzaliwa kwa mtoto ambaye anaitwa Tamuzi, mtoto wa Nimrodi. Kwa hiyo ikachukuliwa ikaingizwa kanisani. Sasa upagani huo ambao ulikuwa ni sherehe ya kuzaliwa kwa Tamuzi, upagani huo ulihusisha mambo makubwa mawili kwenye huo upagani, ambayo hayo mambo ndio ambayo yanaendelea leo. Lakini kabla ya kuangalia mambo hayo, ni wakumbushe kwamba ile tarehe 25 mwezi wa 12 ambayo wapagani walikuwa wanasherehekea siku hiyo ya kutoa mfungwa gerezani, Biblia tumesoma inasema siku hiyo walikuwa wanakula chakula kizuri, siku hiyo walikuwa wanavaa nguo nzuri. Na ili ujue kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 ni sikukuu ile ile ambayo imeletwa ikaingizwa kanisani leo tarehe 25 mwezi wa 12, maduka yote ya nguo yanajaa. Wapi wanaenda kufanyaje? Kununua nguo za kuvaa tarehe 25 mwezi wa 12. Lakini si hivyo tu, tarehe 25 kama ilivyokuwa kwa wapagani, walikuwa wanapika chakula kizuri. Zamani wakati tunakuwa, chakula kizuri cha nyumbani ilikuwa ubwabwa. Hapa ilikuwa kipikwa ubwabwa hapa. Vichochoro vyote vya nyumbani tunaweka mageti, kwamba mtu asije nyumbani, mtoto yetu wa jirani asije kule ubwabwa. Sasa wapagani nao walikuwa wanafanya hivyo hivyo, kuvaa nguo nzuri, na mtaona tarehe 25 mwezi wa 12 nguo nzuri kila mahali watavaa, kila mahali wanasherehekea siku ya kuzaliwa kwa mpagani ambaye anaitwa Tamuzi. Haipo kwenye Biblia hii ya tarehe 25 mwezi wa 12 kuzaliwa kwa Yesu, haipo. Sasa hawa wapagani hawa katika sikukuu hii walihusisha na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, kulikuwa na mtu ambaye anaitwa Father Christmas, ndio. Halafu jambo la pili, kulikuwa na mti wa Christmas. Yaani unapoenda mwezi wa 12, unapoenda kununua mti wa Christmas, jiulize kwanza, usifuate mkumbo. Usifuate mkumbo. Jiulize kwanza, nani waanzilishi? Sasa wale wa Christmas
Father Christmas aliitwa Saint Nicolaus. Huyu akaitwa Father Christmas, alikuwa ni askofu katika nchi ya Uturuki karne ya 14. Wanasema kwamba huyu Father Christmas alikuwa na aibu sana. Alizaliwa katika familia tajiri sana. Alikuwa akitoa zawadi kwa siri, maana alizaliwa kwenye familia tajiri. Alikuwa na nguvu za kichawi. Alikuwa na uwezo wa kupanda juu ya paa la nyumba, ambapo zile nyumba zilikuwa zimejengwa. Ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na jiko, na lile jiko kulikuwa na bomba fulani ambalo lilikuwa linatolea moshi juu. Sasa Father Christmas alikuwa anakuja kupitia lile bomba, anakuja mpaka ndani, anatoa zawadi kwa watoto. Tarehe 25. Kwa zawadi akishatoa zile zawadi zinafunguliwa. Tarehe ngapi? 26, Boxing Day. Siku ya kufungua zawadi. Hii ni historia. Tafuta utaona historia hii. Kwa siku ya tarehe 26 ndipo zawadi zinafunguliwa. Huyu ndiye Father Christmas ambaye alikufa mwaka wa 34 na kuzikwa kule Uturuki. Jambo la pili, mti wa Christmas. Hawa pagani hawa walipokuwa wanasherehekea siku zao za kuzaliwa, kwa mfano huyu mtoto ambaye anaitwa Tamuzi, kipindi cha kupukutisha majani ya miti wakati wa baridi, Wababeli waliamini kwamba mungu wao jua Nimrodi ameugua. Na ikifika juma la mwisho la tarehe 25 mwezi wa 12 walikuwa na sikukuu kubwa za baridi, kuashiria kuwa mungu wao jua ameanza kupata nafuu. Vitu vilivyoambatana na sherehe hiyo ya kipagani ni miti ya majani mabichi ambayo haipukutishi majani. Mti huu ukachukuliwa na kuitwa mti wa Christmas, ambao leo sasa umeingizwa kanisani. Sasa mama akianzisha jambo, watoto naye wanafuata. Mama akaichukua akaiweka kanisani, watoto nao wanasema ni vizuri tumfuate mama, maana watoto ni wale waliotoka kwa mama ambaye ndiye mwanzilishi, aliyeichukua siku ya tarehe 25 ya kipagani ikaletwa kusherehekewa. Sasa watoto nao walipomwona mama, nao wakasema hatuwezi kuacha vya mama, lazima tumfuate. Na wenyewe wote leo wanasherehekea tarehe 25 mwezi wa 12 kuzaliwa wa Yesu Kristo, ambayo haipo kwenye Biblia. Haipo kwenye Biblia. Lazima uende pole sana, na lazima uwe makini, maana ukisoma Biblia, hata ninyi ambao mnaosherehekea siku zenu za kuzaliwa, lazima ujiulize toka mwanzo mpaka Ufunuo, je, kuna mtakatifu yeyote ambaye alisherehekea siku ya kuzaliwa? Usiendane na ukaandaa sherehe, wewe ukamwandalia mwanao na mkapiga na mkatengeneza keki na mkafanya sherehe, eti tunasherehekea siku ya kuzaliwa ya Gladi. Ngoja niwaulize wapendwa, unaposoma Biblia, Henoko alifanya sherehe? Ibrahim, baba wa imani, unaposoma Biblia kuna tarehe yote Ibrahim anasherehekea siku ya kuzaliwa?
Unaposoma Biblia kwa Yusufu, unaposoma Biblia kwa Paulo, lazima uwe makini. Tarehe za kusherehekewa siku ya kuzaliwa ni tarehe za wapagani. Sasa mchungaji, unaongeaje? Biblia tuambie. Usona sherehekea tu. Unaandaa sherehe. Tunasherehekea. Chakula kinapikwa. Watu wanakula na nguo zinanunuliwa. Wewe ulishasoma Biblia? Kisha tunafuata mkubwa. Kisha kama bendera. Kwamba babu alikuwa anatunza, alikuwa anasherehekea mwezi wa 12. Mimi mjukuu nifuate. Nimezaliwa, nikamkuta baba naye anasherehekea, na mimi nifuate. Mimi nilikataa. Kweli baba alikuwa anasherehekea tarehe 25 mwezi wa 12. Niliposoma Biblia nikatambua hiyo siku ni ya kipagani, haipo kwenye Biblia, nikakimbia mbio. Nikafuata ukweli. Sasa sikiliza kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura 40. Fungu la 20 mpaka fungu la 22. Anasemaje? Ikawa siku ya 3 siku ya kuzaliwa kwake Farao. Ikawa siku ya 3 ya kuzaliwa kwake nani? Farao. Akawafanyia karamu watumwa wake wote. Akakiinua kichwa cha mkuu wa nyweshaji. Na cha mkuu wa uokaji. Miongoni mwa watumwa wake. Huyu ni nani? Farao. Sherehe aliyoifanya ilitakiwa imwagwe damu. Huyo ni wa kwanza. Wa pili, nenda kasome kitabu cha Mathayo sura ya 14 fungu la 16, fungu la 6 mpaka la 12. Hapa kuna sherehe nyingine ya mpagani mwingine aliyezaliwa, anasherehekea siku ya kuzaliwa. Aliposherehekea ndipo wakaleta kichwa cha Yohana nani? Mbatizaji. Ilikuwa sikukuu ya nini? Ya kuzaliwa. Nenda pole. Usiende haraka. Nenda taratibu. Kwa sikukuu hizi zinazokuja leo, wapendwa, wakitasha, lazima mjiulize, ninasherehekea kwenye Biblia ipo? Wewe unasherehekea tarehe 25 mwezi wa 12 Yesu amezaliwa, kwenye Biblia ipo? Hayo ni mapokeo ya wazee, hayapo kwenye Biblia. Mapokeo ya wazee, wao ndio walioandaa, wakaingiza kanisani na watu wakafuata, na leo mnafuata mapokeo ya wazee. Nani kwa atatangazo kwamba soma Biblia yote mwanzo mpaka Ufunuo, ukikutana na fungu lolote ambalo linasema Yesu amezaliwa tarehe 25 mwezi wa 12, lilote hapa mbio. Kama hujui kusoma Biblia, nenda kwa kiongozi wako wa dini, mwambie yule mchungaji anayehubiri ametoa tangazo, ninaomba mchungaji, ninaomba shehe, ninaomba babi, ninaomba tafadhali nipatie fungu ambalo linasema Yesu kazaliwa tarehe 25 mwezi wa 12, kuna zawadi. No. Ukileta kesho ipo. Tutachukua projekta inayomulika hapa, kompyuta yangu tutachukua,
ya mchungaji Bureta atachukua, ya dokta atachukua, na yule mwingine aliyekuwa atachukua. Ziko laptop 4. Ofa, laptop ngapi? 4 na projekta 1. Ukileta fungu linalosema Yesu amezaliwa tarehe 25 mwezi wa 12, hata leo jioni vipindi vya usiku ukileta tunakufungashia. Unaondoka nazo nyumbani. Sasa baadaye wapendwa, baadaye haya mambo yalianzia kwa wapagani. Baadaye kanisa likaanzisha jambo jingine lile ambalo wapagani walifanya, la kumheshimu Malkia wa mbinguni. Mwanamke ambaye alimzaa, aliyezaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 kwa wapagani aliheshimiwa sana. Walipochukua hiyo tarehe wakaingiza kanisani, hata leo mwanamke aliyemzaa huyu mtoto aliyezaliwa ambaye Biblia inasema atazaliwa, nao pia wakamheshimu sana. Wakati Mungu alipitia tu kwa huyu mama kwa uweza wa Roho Mtakatifu, mtoto akazaliwa. Sasa leo wamemwacha hata habari ya mtoto, hana habari naye, wanashughulika na mama aliyemzaa mtoto. Badala ya kuhangaika na yule ambaye aliyezaliwa, ambaye wanasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, huyo ndiye ambaye mtafute sana umpate. Maana Biblia tuliona kwamba habari za yule mama ziliishia pale msalabani. Wakati Yesu anazungumza na yule mwanafunzi, zikaishia pale. Ziliishia pale. Sasa ilipofika mwaka wa 600, maombi yakatolewa kwa mtoto, yakatolewa kwa Yesu tena. Hakuna maombi, hakuna kupeleka tena maombi, yakapelekwa kwa mama. Mama ndiye ambaye atusaidie apeleke maombi kwa Mungu. Wakati Biblia inasema ombeni kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Kwa mama akachukuliwa kwa bagani. Lazima ujiulize, hivi ninavyofuata hivi, je, vipo kwenye Biblia? Sasa wako watu ambao wanamsifia sana mama. Hebu tuulize Biblia, Yesu mwenyewe anasemaje kwa habari ya mama? Kitabu kile cha Mathayo sura ya 12 fungu la 46, msomaji. Anasema alipokuwa katika kusema na mkutano. Alipokuwa katika kusema na mkutano, huyu ni Yesu. Tazama mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje. Wakataka kusema naye. Wakataka waseme naye. 47. Mama yuko nje na ndugu zake, wanataka waseme na Yesu. Sikiliza, 47. Mtu mmoja akamwambia Yesu, tazama mama yako yuko nje na ndugu zako wako nje pale wanakuhitaji. Yesu anataka kusema nao. Wanataka waseme nawe. 48. Akajibu akawaambia. Yesu akajibu akawaambia. Yule aliyempasha habari. Mama yangu ni nani? Mama yangu wewe unayesema habari hii. Mama yangu ni nani wewe? Na ndugu zangu. Maana Yesu alishajua kwamba watatokea watu watamheshimu sana mama kuliko mimi. Hapa naambia mama yangu ni nani? Endelea. Na ndugu zangu ni akina nani? Na ndugu zangu ni akina nani? Akamnyoshea mkono wanafunzi wake. Akawanyoshea mikono wanafunzi wake. Akasema, tazama mama yangu hawa, na ndugu zangu ni hawa. 50. Kwa maana yeyote atakaye yafanya mapenzi ya nani? Ya baba yangu aliye mbinguni. Huyu ndiye ndugu yangu. Huyu ndiye ndugu yangu. Na umbu langu. Na mama yangu. Yesu na mama yangu. Yesu anakataa.
Amen. Maana alijua kwamba nitakapoenda mbinguni, nitakapokufa na kwenda mbinguni, watatoa sana heshima kwa mama, wataniacha mimi. Moja niwaonyeshe sasa, hapa ninamkataa. Maana ilikuwa ni neema ya Mungu tu ambayo ilimpatia huyu mama ili mimi nizaliwe kupitia tumbo lake. Sasa leo watu wamemwacha Yesu. Wanahangaika na mama. Na Biblia inasema, jamani ombeni kwa jina la Yesu. Sasa hatuombi kwa jina la Yesu. Tunaomba kwa jina la mama ndiye atupelekee kwa Mungu. Wakati Biblia inasema kwamba wote hao wako makaburini, hawako mbinguni. Ila Yesu peke yake ndiye aliyeshinda kaburi, ndiye aliyefufuka, akapaa, akaenda mbinguni. Yeye ndiye kuhani wetu, yeye ndiye mpatanishi wetu, ndiye ambaye anatuombea. Bwana asifiwe sana. Ndiye ambaye anatuombea. Sasa wapendwa, haya mambo yote haya, hebu tumsikilize Yeremia yeye anasemaje, msomaji. Kitabu cha Yeremia sura ya 16 fungu la 19. Yeremia yeye anasemaje? Hebu soma hapo kwa haraka. Yeremia sura ya 16 fungu la 19. Biblia inasemaje? Anasema, sikilizeni wapendwa. Bwana wangu, nguvu za ngome yangu, na kimbilio langu, siku ya taabu, kwako wewe watakuja mataifa yote, toka ncha za dunia, wakisemaje? Baba zenu hawakurithi kitu ila uongo. Naam, ubatili na vitu visivyofaa. Watu wamerithi uongo, wazee wetu wamerithi uongo. Ni kweli wana ibada, lakini haipo kwenye Biblia. Walirithi uongo. Ni kweli wana sherehe, hazipo kwenye Biblia. Walirithi uongo. Na ili wewe upone, acha kurithi. Amen. Acha kurithi uongo. Ili upone, usirithi vya wazee hawa ambao walileta kwa ajili ya kuvuruga neno la Mungu. Usirithi. Sasa mchungaji, haya mambo haya yametugusa. Wengine tulikuwa tujui. Ngoja kwanza nikufunulie hili. Fungua kitabu cha Mathayo sura ya 15 fungu la 7 mpaka fungu la 9. Mathayo sura ya 15 fungu la 7. Soma msomaji. Anasemaje? Enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Biblia inasema wananiheshimu bure, tena ibada zao ni bure. Wanafundisha mafundisho ya wanadamu. Mafundisho ya wanadamu ni yapi? Tutazidi kuangalia hata kesho, tutazama humo. Mafundisho ya wanadamu ni pamoja na hili la tarehe 25 mwezi wa 12, maana halipo kwenye Biblia. Hilo ni fundisho la wanadamu, halipo. Na Mungu anasema hata ibada hiyo ya wanadamu ni bure. Hata sherehe hizo za wanadamu ni bure. Ni vizuri mpendwa, wewe unayesikiliza, ukiwa hapo nyumbani, usifuate mkumbo. Chukua Biblia, isome, mwombe Roho wa Mungu akufunulie. Maana ukweli wote umesemwa kwenye Biblia. Ukweli wote uko kwenye Biblia. Chukua Biblia. Niliwaambia hata kama hauna, njoo kwenye hili
viwanja, uliza kwamba jamani, natamani Biblia, nitainunua wapi? Tutakuonyesha sehemu ya kuipata na utaipata, uende ukasome. Acha kusomewa tu na kiongozi wako wa dini. Akisoma na wewe chukua Biblia, soma. Je, analolisoma ni sahihi? Sasa Yesu alituachia jambo moja, hakuacha tarehe, ila aliacha jambo moja la kumkumbuka. Sio siku ya kuzaliwa. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Some hapo tumaliza. Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Fungu lile la 23 mpaka 26. Anasemaje? Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana. Niliyowapa ninyi. Ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitwaa mkate. Naye akiisha kushukuru akaumega ule mkate akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Haleluya. Amina. Biblia inasema kitu ambacho Yesu alituachia kwa ajili ya ukumbusho wake sio tarehe ya kuzaliwa. Yesu kabla ya kutolewa alitoa mkate, akaumega, akawapa wanafunzi wake. Akatoa kikombe, akawapa wanafunzi wake, kikiwa na divai, kikiwa na juisi iliyo tamu. Haleluya. Akawapa wanafunzi wake, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ndicho alichotuachia, na hicho kinafanyika kwa kanisa la Mungu, kinafanyika kwa kanisa hili. Haleluya. Amina. Kinafanyika, na ndio maana wakati tunaona mkate na damu, tunakunywa, tunakula meza ya Bwana, tunakumbuka kifo chake msalabani, tunabatizwa upya. Haleluya. Amina. Ndio ukumbusho aliotuachia. Hakuna ukumbusho wa siku ya kuzaliwa, haupo. Ni vizuri leo mpendwa, wewe ambao unayesikiliza mikutano hii, ni vizuri ufanye maamuzi, uachane na siku na sherehe za wanadamu walizojiwekea wenyewe, umfuate Mungu uokolewe. Hata kama itatokea vita kwako kwa familia, angalia lipi lililo jema. Umsikilize baba upotee milele, au msikilize Yesu uokolewe milele? Na kupendekezea msikilize Yesu ili uokolewe milele.